Imekuwa ni siku ambayo imeanza vizuri kwa kuhakikisha kwamba unaanza kutazama kipindi cha Viwanjani, kipindi ambacho kinakupa taarifa za michezo kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, Afrika, lakini pia kimataifa ama barani Ulaya na kwingineko kote, ambapo taarifa nyingi zaidi unazipata kupitia kipindi cha Viwanjani, kipindi ambacho kinakwambia taarifa za michezo. Hapa ndo nyumbani, ni baba wa vipindi vyote vya michezo hapa nchini Tanzania, kama ambavyo tutaanza kuangalia taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari kwenye vyombo mbalimbali vya habari, hasa habari za michezo. Hapa nchini Tanzania kuna kikubwa zaidi ambacho kimefanyika jana, wakati ambapo wananchi waliwakaribisha Stand United kwenye mchezo wa robo finali kombe la shirikisho la CRDB na kuweza kuwachapa kipigo kitakatifu cha mabao 8-1. Moja kati ya michezo ambayo ilikuwa ni kuvuta hisia kabla ya mchezo huo, kwa maana watu ambao walikuwa wanaamini kwamba Stand pengine ingeweza kutoa ushindani mkubwa kwa Young Africans, lakini hali haikuwa hivyo. Kwa maana hiyo wananchi wamekata tiketi ya kucheza nusu finali wakicheza dhidi ya JKT Tanzania, huku wapinzani wao Simba Sports Club wenyewe wakicheza dhidi ya Singida Black Stars. Yapo mengi ya kutazama, ikiwemo pia maandalizi ya michuano ya Muungano, michuano ambayo inaenda kufanyika kule kwenye visiwa vya marashi ya karafuu kwa maana ya Unguja, lakini tutaenda kuangalia pia kile ambacho kinazungumzwa zaidi kwenye maandalizi ya mashindano hayo, wakati timu mbalimbali kutoka Zanzibar lakini pia na Tanzania bara zikiwa kwenye maandalizi ya kuhakikisha kwamba zinacheza mashindano hayo. Tutaenda kuangalia pia kile ambacho kinajiri kwenye marekebisho ya uwanja wa Benjamin Mkapa, ambao siku za hivi karibuni pia umeingia kwenye marekebisho makubwa zaidi, kuweza kushuhudia muonekano mpya wa uwanja huo pindi ambapo marekebisho hayo yatakuwa yamemalizika. Lakini kuna mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Team tayari zimekwisha anza kukaa mguu sawa kujiandaa na mechi ambazo zitachezwa hivi karibuni. Tutashuhudia michezo kadhaa ikichezwa, wakati ambapo Tanzania Prisons watakuwa wako nyumbani kucheza dhidi ya JKT Tanzania. Tayari maandalizi yameanza na wenyewe wakihakikisha kwamba wanazitafuta alama tatu muhimu. Ken Gold na wenyewe dhidi ya Coastal Union, michezo ya ligi kuu ambayo itafuata hivi karibuni, basi na wenyewe wamekwisha anza maandalizi. Tutaangalia pia vita ya ufungaji bora. Nani ambaye atakuwa mfungaji bora kwenye ligi kuu ya NBC? Tutaenda kuwaoanisha wale ambao wanapambana kwenye nafasi hiyo kwa maana ya washambuliaji au wale ambao wamefunga magoli mengi zaidi kwenye ligi kuu ya NBC mpaka sasa. Tutaenda kuangalia mmoja baada ya mwingine. Mimi ni Mangasori nazungumza nawe kutoka Tabata TOT Dar es Salaam, yalipo makao makuu ya Azam TV, na tunaunguruma kupitia kisimbuzi cha Azam TV cha Antenna Dish ama Camcard. Lakini pia wewe ambaye unasafiri na basi lako limefungwa kisimbuzi maalum, basi ujue kwamba unatupata vizuri zaidi kupitia Azam Sports 1 HD. Na kama unasafiri basi ambalo halina visimbuzi vya Azam TV, basi washawishi waweze kuwafungia visimbuzi hivyo kwa wale wote ambao wana mabasi hayo. Basi jaribuni kufanya hicho kwa ajili ya abiria wenu waweze kupata huduma hiyo murua zaidi. Lakini wakati huu nakukumbusha kwamba uendelee kuwasha kisimbuzi chako ambacho pengine umekiweka ndani kwa muda mrefu, haujakilipia ama kimeharibika, basi unaweza ukafanya taratibu za kuweza kufanya malipo. Lakini kama kimeharibika, basi tembelea duka la wakala wetu lilopo karibu na wewe ili uweze kurekebisha kisimbuzi chako na tuweze kukiwasha pamoja. Ukikiwasha unaweza kupata taarifa mbalimbali ikiwemo ligi mbalimbali ambazo tunazionyesha, ligi ya shirika na Azam TV, Saudi Pro League ambayo inaonekana kupitia kisimbuzi cha Azam TV, lakini La Liga, ligi ya Hispania inaonekana kupitia kisimbuzi cha Azam TV, Bundesliga, Serie A pamoja na ligi mama, mimi naita ligi kuu ya NBC, ambayo inaonekana kupitia kisimbuzi cha Azam TV pamoja na ligi nyingine mbalimbali ikiwemo CRDB Bank Federation Cup ambayo na yenyewe umekuwa ukishuhudia. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo. Niko na Hamis Abdurrahman, bila kumsahau Rashid Hamis. Tutazungumza nao hapa tuweze kufahamu kile ambacho kinajiri kwenye michezo, na wataweza kukupatia ufafanuzi hasa mabao 8 ambayo yaliingia kwenye nyavu za Stand United. Ungekuwa kocha fika goli la 6 ungefanyaje? Mimi kocha Stand United chama la wana udalia wapiga debe ningemfuata kocha mwenzangu, ningemwambia unaona sifa, ningemfuata ningemwambia easy. Unakumbuka ile pambano lilofanyika pale Uhuru la Ndondi? Kuna mambo yalienda vibaya, akanamwambia mwanzake easy. Sio lazima tuwane. Sasa si unanipiga kidogo usitafute sifa kupitia mimi. Kwa mimi ningekuwa ni kocha wa Stand United chama la wana, wapiga debe wa Shinyanga, ningefuata kocha Milud Hamid, ningemwambia kocha, unaonaje ukimtoa Ziziki ukachezesha vijana ambao hawajapata uzoefu? Sasa vijana ambao hawajapata uzoefu akina nani? Anaingia Nkane, anaingia nani? Farid Musa, anaingia Farid Musa, anaingia Shwaboy,
Ndio vijana ambao anaingia yule kijana wa Zanzibar nani? Shehani. Dennis Nkane. Ni yale. Anaingia Dennis Nkane ni yale. Labda stendi waliakanyaga tu. Na moja kati ya kitu ambacho nilizungumza na Rashid ilikuwa ni Jumatatu, nilijaribu kuuliza kuhusiana na swala la Young Africans dhidi ya Stendi. Rashid alikiri kwamba mpira nilimwambia aheshimu mpira kwa kila alichokizungumza juu ya mchezo huu. Akasema kwamba hawezi kukiri hilo, na Stendi walipata walichostahili au walistahili walichotaka. Nani? Unajua kwenye maisha sometime unasema kuna muda unakula unachokipenda na kuna muda unakula unachokipata. Stendi walikuwa walichokipata. Sio unachokipenda. Unachokipata. Wewe si kocha unasema ushakula chuma 6 kama vile. Chuma 8. Amekuuza 6? Chuma 6. 6 vipi? Unafanyaje? Cha kwanza kabisa sababu unajua yani ukiangalia jinsi ambavyo Yanga walikuwa wanacheza wanakuja. Anzeni angalau kujiangusha uwanjani kidogo. Sababu yani kadiri huyu akianguka, akitibia dakika 2 akianguka kuna namna fulani unaanza kuupozesha mchezo. Kwa sababu ukisema upozeshe mchezo kwa kuposesi huwezi. Utanyang'anya mpira utafungwa. Ukisema upaki basi yani kwa sababu kipindi cha kwanza alikuwa upaki basi. Wakapigwa kwenye huwezi. Yani haya ndo mazingira magumu ya kazi. Sio siku zote utakutana na mazingira mepesi. Mimi kuna kitu najiuliza. Kocha alivyoanza na kikosi chake kile yani ni kocha ambaye anaambia pengine anaona Stand United walivyo kwenye msimamo kwenye championship, anaamini kwamba watu wanaweza kweli wakanitoa nishai hapa. Sasa ndo bora niingie mzima, tutajuana huko mbele nini ambacho kitakuwa kinafanyika. Timu sasa ndo timu uliokuwa nayo. Yaani hana timu nyingine. Sasa ndo timu ndio Azizi alikuwa hajacheza muda mrefu kidogo, au sio? Kwa hiyo ndio ilikuwa mechi naye kumlisha kwenye timu. Lakini pia unadharau sana. Yaani Azizi Kiani pale ndo kaja kufanya warm up kati ya 4. Kwa hiyo ungemkuta kwenye rhythm angeka ngapi? Yaani ni goli moja pekee ambalo ni magoli mawili pekee ambayo hajahusika nayo. Kwa maana magoli 4 mchango wa magoli mawili kwa maana assist 6 katika magoli 8. Madaraja. Madaraja makubwa sana. Lakini unajua sometime kuna muda vipigo kama hivi vinakuwa vinawastahili ili wajifunze. Sawa, wataanza kujifunza kwa sasa, ambapo tunaenda kuangalia yale ambayo tunayo. Tulikuwa tukidokeza kidogo tu kile ambacho kilijiri jana kwenye uwanja wa KMC Complex, wakati ambapo wananchi Young Africans walikuwa wamewakaribisha Stand United, chama la wana kutoka kule Shinyanga, mabingwa watetezi wa michuano ya shirikisho, kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation Cup. Young Africans wametinga nusu finali kibabe kwa kuiadhibu Stand United kwa jumla ya magoli 8-1 katika mchezo wa robo finali uliopigwa KMC Complex Mwingi, Dar es Salaam. Stefan Aziz Ki aliingia kambani mara 4, Clatous Chota Chama akiingia mara 2, na magoli yaliyosalia yalifungwa na Kennedy Msonda pamoja na Becky Nixon Kibabage na kukamilisha hesabu ya magoli 8. Huku goli la kufutia machozi kwa upande wa Stand United likifungwa na Msenda. Baada ya ushindi huo, Young Africans itakutana na JKT Tanzania katika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho la CRDB. Magoli ni mengi sana. Kuyazungumza tunaweza tukahitaji muda mrefu, lakini tuanze kuangalia kile ambacho kilipelekea Young Africans kuibuka na ushindi huo mnono wa magoli 8-1. Hamisa, tunaangalia uzito wa timu zote hizi mbili, ni vitu viwili tofauti kabisa. Ukianza kuangalia kuanzia jina, idadi ya mashabiki ambao hizi clubs zinazo, yani ni vitu viwili tofauti, mbingu na ardhi. Pengine ndio maana Rashid alisema kwamba anaweza asiuheshimu mpira kupitia hii mechi ambao Yanga anacheza na Stand United. Kuna kitu chochote ambacho uliona Stand United walijaribu kuonesha umma kwamba walihitaji kucheza hii mechi, walihitaji kucheza robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB? Ni kweli. Ukiangalia dakika kama 10 za mwanzo, kuna wakati ulikuwa unaona wanacheza mpira.
hasa walipokuwa wanafanya build up kutokea nyuma, wanajenga mashambulizi, afu kuna namna walikuwa wako comfortable na mpira, wanapasiana, ingawa sasa ile quality tu ndio ambayo, kwa sababu ukiwa unafanya build up unahitaji uendelee kuprogress hizo pasi, usogee juu mpaka ufike kwenye eneo la mpinzani. Kuna wakati walikuwa wanajaribu, wanagusa pasi nyuma, wanasogea, kifika eneo la katikati kwa ile pressing ya Yanga, kwa sababu Yanga wakiwa wana press wanafinya uwanja. Kwa hiyo kuna namna tu fulani ambavyo ukihitaji kuprogress mpira kupitia eneo la katikati, watakunyang'anya huo mpira. Ukihitaji kuprogress mpira kupitia eneo la pembeni, watalazimisha touchline iwe mlinzi wa pili. Kwamba watakulazimisha utoe mpira nje, utakuwa mpira wa kurushwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ulikuwa ukiwaona wanacheza, yes, na hata mpaka ambavyo wanafungwa goli la kwanza, kuna namna fulani ambavyo utawasifu Young Africans kwanza kugundua ni namna gani ambavyo tunaweza tukaifungua timu ambayo inacheza zaidi kwenye low block. Angalia goli ambalo wamefungwa. Walivyoanza kucheza walikuwa wanakabia zaidi kwenye eneo lao. Lakini haimaanishi kwamba kwa sababu umeamua kupaki basi mpinzani hata kama anabuild mashambulizi kwenye eneo lake, wewe unatakiwa uwe huko karibu na goli lako, hapana. Kuna namna fulani ambavyo unakuwa unasogea kulingana na namna ambavyo mpira unakuwa unasogea. Angalia ambaye anakwenda kupiga ile pasi kwa Stefan Aziz Ki, eneo ambalo alikuwepo. Ni kimuundo wa ulinzi wa Stand United, ingawa huko kwenye eneo la mabeki huko nyuma kuna namna fulani walishake, lakini it's okay kwa sababu unakuwa unazidi kusogea nyuma kadiri mpira unavyozidi kusogea. Lakini angalia anticipation ya mpigaji wa ile pasi kugundua kwamba kwa sababu hawa kwa wakati huu hawawezi kuwa kwenye eneo lao, lazima kutakuwa kuna distance baina ya mstari wa mwisho wa ulinzi na golikipa, naweka pasi pale. Angalia yule kama mtozi atatuonyesha video ya hiyo goli tuione, ni kwamba wakati ile pasi inapigwa, cha kwanza kuna mlinzi ambaye hakuwa kwenye position. Na ndio maana kutokuwa kwake kwenye position ni kwamba wakati anafika kwenye lile eneo, anakimbia huko anaangalia mpira. Na anakimbia huko anaangalia mpira pasina kuangalia kwamba yes, hilo. Hapana, sio hilo. Goli la kwanza anafunga Stefan. Angalia wakati wa pasi inapigwa, huyu mlinzi huyu angekuwa kwenye position, ule mpira alikuwa anaweza kuintercept pale. Lakini angalia hakuwa kwenye position, wakati anakimbia kwenda kukava nafasi ya gap ambayo ameliacha, huko anauangalia mpira, anajaribu kuweka mguu wake ili aweze kucheza mpira, tayari amekwisha chelewa timing. Mpira unatoka kwenye mguu wa Stefan Aziz Ki akiwa kwenye onside position, anamchambua golikipa, anakwenda anafunga lile goli. Kwa hiyo hapo cha kwanza utawasifu kwanza Young Africans kugundua kwamba kulikuwa kuna space nyuma baina ya golikipa na wale walinzi wake. Akagundua kwamba nitakapoweka pasi kwenye ile, angalia gap lilokuwa katikati, sababu kuna wakati walikuwa wanazuia na walinzi watatu. Angalia ile gap lilokuwa hapo katikati. Kwa namna yoyote ile, ukiwa unatoka kwenye eneo ambalo umeshakaa out of position, unarudi kujaribu kuziba gap ambalo ulikuwepo. Ni bahati tu kwa mpinzani kushindwa kufunga goli kwenye eneo hilo. Lakini kwa namna yoyote ile lazima mpira utaukosa, sababu kumbuka unakimbia huko unaangalia mpira. Kwa hiyo mpira unaweza ukafika kwako tayari ukakosea timing. Angalia goli ambalo anakwenda kulifunga Stefan Aziz Ki. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wao wenyewe Stand naamini waliamini kwamba hii mechi tutafungwa. Ila walichojaribu hata mwalimu alichojaribu kuambia wachezaji wake ni kwamba angalau yasiwe magoli mengi. Lakini sasa anakutana na Yanga ambayo imebakiza makombe mawili kushindania, ili la shirikisho la ligi, na wao wenyewe walizungumza kabisa kabla ya mchezo kwamba na ligi ya ndani hapa, nazungumza kwenye NBC, yani kwenye nchi yetu kwa sasa hivi hapa. Yote ni ya kwetu. Okay, basi tuseme matatu. Yes. Makombe matatu ambayo yamebaki kuyashiriki, na wao wenyewe walizungumza kabisa kabla ya mchezo kwamba hawatoingiza kikosi ambacho hawatobadilisha, hawatofanya rotation. Yani wao walikuta Yanga ambayo imetake serious. Na kingine ambacho nilikiona, ujue mchezo wa mpira wa miguu alishawahi kusema Johan Cruyff kwamba mpira unachezwa kwanza kichwani kabla ya mguuni. Kuna maandalizi ya mchezo nje ya uwanja na kuna maandalizi ya mchezo pia unapokuwa ndani ya uwanja. Inawezekana pia mazingira ambayo wamekutana nayo Stand United, kuna namna fulani ambavyo walishindwa kuyakabili kuelekea, kwa sababu unakuja kucheza eneo ambalo ni la tofauti, kiwanja ambacho ni cha tofauti. Ukumbuki labda mara mwisho lini kucheza kwenye kiwanja cha namna hiyo, kwenye mazingira ya tofauti, mpinzani wa tofauti. Kuna namna fulani ambavyo ukishindwa kuyakabili hayo mazingira ya nje ya uwanja, kuna namna fulani ambavyo itakudisturb ndani. Rashid, tunashuhudia timu ambazo mara nyingi zinacheza na timu ambazo zina msuli mkubwa, kwa maana ambazo zimewazidi daraja la ubora, kuanzia wachezaji moja mpaka technical bench, kila kitu. Kitu gani ambacho kinapaswa kufanyika mapema wakati timu hizi zenye daraja la chini zinapokutana na timu hizi
ambazo zina msuli mkubwa zinaweza zikafanya chochote muda wote kuweza kubadilisha matokeo. Stand United walizingatia chochote katika hayo ambayo utatuambia? Yeah, of course, kwa sababu unajua kwenye maisha kuna vitu viwili. Yaani mimi napenda kutoa mifano hai kabisa. Hebu toa hai. Unajua kwenye maisha tu ya binadamu tunaamini kuna umri ukifika Mankasole unatakiwa uanze kutafuta 1000 yako, sio ya kuomba. Umeelewa? Alafu yani uanze kujitegemea. Yani uanze kujitegemea. Sasa utapofikisha umri wa kuanza kutafuta kipato chako na akili yako bado haujaiwekeza zaidi kwenye kutafuta cha kwako, bado unaamini unahitaji msaada wa kusaidiwa, unaelewa? Maana yake itakuchukua muda sana kuja kuamini kwamba wewe unaweza kusimama peke yako, unaelewa? Sasa lakini ukijiwekeza, mfano unamsimanga mtu au unaendana na mpira, ndo kinachotokea, unaelewa? Lakini ukiamini kwamba wewe una uwezo wa kujitegemea, hata kama wanaokubaka wana uwezo wa kukusaidia, unaelewa? Wewe una uwezo wa kutengeneza maisha yako ili hali wanaokubaka bado wana uwezo wa kukusaidia. Unaelewa? Sawa. Mfano huu nimekwambia hiki kwa sababu gani? Top League Tanzania ni Premier League. Yeah. Ligi kwa ubora inayofuata ni Championship. Unaelewa? Tunaposema ligi yetu ni bora, tunaposema ligi yetu ni bora. Kwa ujumla wake tunakuwa tunazungumza ligi mbili. Championship pamoja na ligi. Championship pamoja na ligi kuu. Unaelewa? Manake wanaocheza Championship, manake hawa ni level ya wachezaji kwa 90% kama sio 80 wanaweza kushindana daraja la juu. Unaelewa? Sasa taswira ya ligi inabebwa na Championship, inabebwa na ligi kuu kwa maana ile Premier, sio? Sasa Championship inapokusanya material ambayo hayawezi kufikisha ubora wa ligi kuu walau hata kwa 50%. Unaelewa? Maana yake unaingia kwenye kipindi ambacho unahitaji kufikiri zaidi ubora wa ligi hii uko maeneo gani. Unanisoma? Sasa kwenye hiyo scenario, unaelewa? Wachezaji wa Stand wakati unafanya preparation kwenda kuikabili Young Africans, unaelewa? Hamisa akasema Johan Cruyff anakuambia football inaanza kichwani, sio? Hata mimi huwa naamini hivyo. Yaani mchezo wa mpira wa miguu unaanza kichwani kwako wewe mchezaji. Alafu unakwenda kwenye preparation. Then unakwenda kwenye kwa price sasa hiyo mechi yenyewe siku hiyo. Wale Stand United walishafungwa kisaikolojia na Young Africans kuanzia kabla ya kwenda kwenye kiwanja cha mazoezi. Kuanzia wachezaji mpaka mwalimu walishafungwa. Yaani walishapoteza mechi. Yaani automatic walishapoteza mechi. Uliona nini ukaamini kwamba walishapoteza? Sio, unaelewa? Yaani ni kwa sababu gani unajua? Yaani mwalimu wa Stand United anaamini wachezaji wa Young Africans, yeye mwenyewe sio aina ya mwalimu ambaye anaweza kudream kuja kuwafundisha wakiwa kwenye ubora huo. Yaani anaona wachezaji wa Young Africans ni wakubwa kuliko uwezo wake. Yeye kwanza mwalimu. Sio, unaelewa? Hajafikia level ya mwalimu ambaye anawasimamia hao wachezaji. Kwa hiyo kinachotokea aendi kuapply kile alichokuwa nacho. Umeelewa? Yes. Anaenda kuwasilisha kile atakachokikuta. Ndio unaona hiki kinatokea. Chuma 8 unakuta mwalimu anakuja na mpango mzuri, wachezaji 5, 4, 1. Watu wanapiga pasi mbele ya watu 9 wao. Umomo na wana score. Manake nyinyi mlishakuwa watumwa kisaikolojia ni kabla hiyo mechi. Si unaelewa?
leo hii the master duniani, master kwenye low block si Diego Simeone? Diego Simeone akitia watu 5, 4, mmoja wao unapitisha mpira, simeweza ukacheza dakika 840 hapo. Si unaelewa? Ni kwa sababu yeye yuko very strong mentality, na anaamini mimi nikiwa na watu 5 nyuma nikawasogezea watu 4 au watu 3 mbele, wewe upitishi mpira eneo hilo, tunaweza tukakesha hapo, tutakupa space ambayo tutakupa eneo ambalo wewe huwezi kutudhuru. Lakini fuatilia magoli 8 ambayo wamepoteza Stand United, magoli almost 6 au 7 yamepita kati ya eneo ambalo wao wana idadi kubwa ya watu. So manake mechi hii walishapoteza hawa muda mrefu, yani kabla wao wamekuja kuwasilisha tu kile cha kuja kuona. Na kinachoenda kutokea hapo baada ya mechi hii, unaelewa? Yani kinachoenda kutokea hapo, mwalimu kwenye kiwanja cha mazoezi ataenda kuwasifia vijana wake kwamba tumejitahidi kucheza na wachezaji wa daraja la juu. Kwa anaweza kaanza kuuliza maswali personal. Umejifunza nini Mangasole kwa kucheza na Young Africans? Umejifunza nini kucheza against Azizi Ki? Umejifunza nini kucheza against Sure Boy? Unanielewa? Sasa hiyo ndio kitu ambacho kinasumbua zaidi kwenye madaraja ya championship. Na ndio maana hata Mbeya City anafungwa na Simba goli 3. Kwenye timu ambayo iko very strong mentality, tayari wewe ushaongoza, ushapata lile goli, alikuwa na uwezo wa frustrate Simba na angeondoa mchezoni. Lakini unaona Simba walivyokuwa. Kwa hiyo Rashid, kwa maelezo haya ya unavyolinganisha wachezaji hawa wanaocheza ligi kuu pamoja na championship, tunaweza tukawa na safari ndefu kuja kushuhudia timu yote ya championship ikifanya vizuri kwenye mashindano, hasa kucheza finali? Yeah, definitely. Yani ni safari ndefu, japo ilikuwa ni matamanio, lakini tuna safari ndefu kwa sababu sababu kubwa ya kwanza ni financially. Timu nyingi zinacheza championship, misuli yake ya kifedha sio heavy sana. Bora this time around unaweza kusema Mtibwa, Geita, Mbeya City, at least unaweza kusema hivyo, lakini bado daraja wanalocheza aliwezi kushawishi kwa kiwango kikubwa wachezaji wa daraja hili kuja kucheza hapo chini. Timu pekee ambayo imefanikiwa kushawishi hilo daraja unaweza kusema ni Mtibwa, pengine na Geita. Ndio unaweza ukaona ile class ya wachezaji wa ligi kuu ambao currently unaweza kuwapeleka kwenye hizi timu na wakakupa kile ambacho kina deserve kwenye ligi kuu. Lakini haya madaraja mengine yote yalosalia, unaelewa, ni ngumu sana. Kwa sababu mimi kwa Stand mchezaji ambaye of course ninavutiwa na kiwango chake, na hata jana nilishangaa kumuona kanzia bench, ni yule mwenda nani Msenda. Yes, Msenda. Sijui mwalimu ndo anajua, anaishi naye muda mrefu, lakini kwenye kile ambacho nilikiona mimi mwanzo nikasema huyu ni mchezaji mzuri. Yani na hata alipoingia watu waliokuwa nao karibu niliamini kwamba anaweza kufanyaje, anaweza kuwasaidia. Na bahati nzuri akaenda kwenda kufanya kile ambacho nilikuwa namtumainia. Angalia composure alotengenezewa. Angalia mali alivyopewa. Angalia alivyoenda kumfake Mwamnyeto. Angalia alivyotuliza mpira, akamtazama Djigui Diarra mahala alipopeleka mpira. Sio hapo. Angalia mechi aliyocheza na Giraffe Academy. Alianzia nje, wakati anaingia mpira utokea upande wa kulia, akapewa mali, akatuliza, akaingia kwenye box, kama anapiga akaacha tena, kama anapiga akaacha tena. Wale mabeki wa Giraffe toka wameanzia alipochukua mpira wakawa wanarundikana. Hatua ambayo anakuja kuscore mwenda Msenda kaja kuscore kwenye eneo ambalo wale wote Giraffe walikuwa kwenye nyakati ngumu. Wakati haya yanafanyika, wakati Yanga anapata magoli 8-1, hapo naanza kuona hoja zinaibuliwa kuhusiana pia na hali ya kipa wa Young Africans. Tumeshuhudia hivi karibuni Djigui Diarra yule ambaye watu walikuwa wanamfahamu, baadhi wameshaanza kuona kama kuna wasiwasi juu ya kiwango cha Djigui Diarra. Hamisa, Djigui Diarra ameporomoka kiwango ama ni aina ya watu ambao wanakuwa kwenye ukuta ambao anaulinda? Na kwanza ukiangalia magoli ambayo amekuwa akiruhusu Djigui Diarra,
nikisema labda niweke kwenye asilimia 100 magoli ambayo ameyaruhusu, inawezekana 20 ndio akawa yanatokana na yeye mwenyewe au hata 10. Hayo mengine 90 yakawa yanatokana na timu nzima. Ndio maana kwangu binafsi huwa sijawahi kumrate golikipa bora kutokana na clean sheet. Kwa sababu naamini clean sheet wanawini timu nzima, si golikipa. Golikipa unaweza ukawa superb enough, lakini angalia milingoti miwili ambayo unazuia ni mita ngapi ziko pale. Na maana mabeki wako atakapotoa blanda tu, kwa namna yote lazima utafungwa. Kwa mfano, angalia goli ambalo amefungwa kwenye siku ya jana. Kwa namna yote kama golikipa alifanya kwanza kazi yake, mama akatoka akapunguza mapana ya goli, lakini angalia namna ambavyo utamsifu mfungaji pale kitu ambacho alikifanya. Sababu angalia ambavyo alikuwa na delay na mpira, alikuwa anajua kabisa ubeki atakuja. Kwa namna yote anakuja kwa kasi. Akija tu mimi nitampunguza. Na ndicho ambacho alikifanya. Na Bakari akapitiliza mpira ukabaki kwenye mguu yake. Angalia eneo ambalo anapiga pale, hata angekuwa golikipa gani ni ngumu sana kuweza kusave eneo kama alisabu. Mfungaji amepiga kwenye nyavu za juu kabisa. Kule kwa namna yote ile na kwa eneo ambalo golikipa alikuwepo ni ngumu sana kuweza angalia mpira ambapo umepigwa. Kwanza amekandamiza mpira, kapiga shuti, alafu kapiga juu. Kwa namna yote ile pale golikipa hauwezi kuna namna fulani ambavyo ni ngumu sana wewe kuweza kusave. Maeneo ambayo kwenye magoli ambayo msimu nakumbuka ambayo ameyaruhusu, angalia ile goli ambapo limefungwa. Kwa namna yote golikipa alifanya kazi yake, akatoka akapunguza goli ili angalau mfungaji kumchelewesha kwa tafuta option nyingine kuliko kushuti. Angalia labda mtu ambaye anakuja kwenye box amwekee pasi, lakini goli lilipopigwa kwa ngumu yeye kuweza kusave. Ni watu wanashindwa pengine kuelewa vizuri mpira, kuelewa vizuri hasa makosa ambayo yanaweza yakaonekana ya wazi ya golikipa. Ama pengine inaweza ikawa inashushwa heshima ya Djigui Diarra kwa kile alichokifanya na haya ambayo yanajiri. Mimi ukiacha goli ambalo alifunga na hivi karibuni na Selemani Bwenzi. Pengine goli gani ambalo na Singida Black Stars. Na la Singida Black Stars yalofungwa na Soa. Siamini kama kuna magoli mengine ya hivi karibuni ambayo Djigui Diarra amefungwa kwa uzembe wa kipa. Yaani kwa uzembe ama kwa makosa yake. Unajua nitakwambia kitu Mangasole. Na lazima tuelewe ili tuweze kuwa tunajaribu, kama unatuhumu kitu ambacho mtu mwingine pia anaweza akakuelewa. Djigui Diarra muonekano wake kwa sasa hivi kwenye hizi mechi almost mechi 3, umeelewa Djigui Diarra kwenye muonekano wake tu wa hizi mechi 3 anaonekana ni mtu ni kama ana msongo wa mawazo, mtu ambaye ni kama hana furaha, ni kama mtu ambaye yuko na mambo mengi kichwani, unaelewa kwa namna ambavyo anaonekana. Yani sio tu kwenye mechi, yani unamuona hata kwenye wakati anafanya warm up, timu iko kwenye tunnel pale, unamuona sio mtu ambaye ana furaha, yani sura yake ni kama inazungumza kitu fulani, sio? Lakini kwenye namna ya kusense kwamba ni kitu gani kinaweza kukamsumbua, mimi nitakwambia kitu kimoja. Japo watu wengi huwa ni ngumu kuelewa kwa sababu ya mapenzi ya ushabiki wa timu zao. Young Africans wana wachezaji wengi sana ambao wamechoka. Unaelewa? Wamechoka na mafanikio? So wamechoka kwa mafanikio. Miili inakataa. Unaelewa? Miili inakataa. Ni kwa sababu wanakutana na wapinzani ambao wanatamani kucheza daraja wanalocheza wao, inakuwa ni ngumu kuonyesha hayo madhaifu. So unanielewa? Na ila wao wenyewe kwenye uhalisia ndio picha halisi ambayo kuna muda unaiona. Unanielewa? Sasa ni ngumu kuweza kutafsiri namna anavyoonekana Djigui Diarra na watu ambao wanaanza kwenye mechi husika. So unanielewa? Wewe kwa sababu huna ushahidi wa kujitosheleza wa kueleza Djigui Diarra akicheza na fulani na fulani kidogo anapata anakuwa yuko happy. Lakini Djigui Diarra ukimwekea fulani na fulani unamuona kama anakuwa hayuko mchezoni. Ni kwa sababu huna ushahidi wa kujitosheleza, lakini unazungumza kutokana na mazingira ya nyuso ya Djigui Diarra
na wanaocheza. We binafsi umeona makosa ya kiuchezaji ama ya tofauti ya sasa ya Djigui Diarra? Of course ni mengi. Unajua Djigui Diarra nakwambie. Ndio maana nakwambia yani hawaupati kipimo sahihi. Unaelewa? Cha nani anaweza kwenda kuwaonyesha Young Africans makosa yao. Si unaelewa? Kuna kosa lilifanya let's say kama mechi ya jana. Young Africans walifanya makosa matatu very clear, ambayo kwa daraja la stendi ilikuwa ni ngumu kuonyesha hayo makosa. Kuna mpira ulipigwa mrefu. Unaelewa? Mwamnyeto akaulia timing atauua. Ule mpira Mwamnyeto akaukosa. Yule mshambuliaji wa stendi akaukimbiza akaupata. Akawa anamkimbiza, akatangulia. Mwamnyeto akatoka nyuma akaenda kudhibiti ule mpira. Kwa timu ambayo wanatakiwa kuonyesha madhambi au makosa unayoyafanya, Mwamnyeto unatakiwa pale mpira okote yeye na Djigui Diarra udishe katikati. Alafu ungeona taswira Mwamnyeto inazungumza nini kwenye hilo tatizo. Kuna mpira ulipigwa kati ya Mwamnyeto na Baka. Unaelewa? Wakaufuata kwa pamoja. Walivyofuata kwa pamoja ikalazimika Baka afanye madhambi. Alipofanya madhambi, ilivyokuja picha ya Baka ikaonekana Baka ni kama anaugulia kile alichokifanya. Lakini kwenye taswira kawaida haukuona kazi kubwa ambayo kaifanya Baka. Sio, unanielewa? Sio kama unanielewa. Sasa kwenye ile taswira manake lile kosa walitakiwa stendi wanufaike nalo, kwa sababu tayari walikwenda masenta baki wawili kwenye eneo moja, alafu ule mpira alienda kuwin winga wa stand, lakini kwa sababu ya uoga akashindwa kuprogress na ile situation, akasubiria mtu akanyanyuka Baka akaenda akaclear. Unaelewa? Sasa kuna namna ambavyo pengine Djigui Diarra akimkosa pengine Job kwenye eneo la ulinzi, unamwona kama ni mtu mwenye mashaka, lakini uweze kuthibitisha kama kweli Job asipokuwepo Djigui Diarra anakuwa yuko happy au not. Ni kwa sababu hata mechi ya Azam pia wakati wanacheza wamepata goli 2, lakini still bado hata Djigui Diarra physicality yake haikuonekana kama ni mtu mwenye furaha. So inawezekana labda mimi Hamisa tumalize hili kidogo. Naona kama ni pressure ambayo inapatikana pia kutoka kwenye upande wa mashabiki, kwa sababu mashabiki hawawezi wakaona nini kimefanyika ndani ya dakika 90 kutoka kwa kipa, ila wenyewe watakachoenda kusimanga ni kwamba wameondoka bila clean sheet. Baada ya goli la jana kufungwa, nikiwa napita kwenye mitandao mbalimbali niliona watu wanazungumzia kuhusu clean sheet. Pengine sasa hivi mashabiki wa soka na watu wengine ambao wanafuatilia soka wanaamini clean sheet ndio kitu ambacho kipa anatakiwa kuondoka nacho, bila kujali kwamba kitu gani ambacho amekifanya pengine ndani ya dakika 90. Unavyomuona Djigui Diarra, kuna namna ambavyo hii hali ambayo imeshaanza kutawala kwamba kipa mkubwa anatakiwa aondoke na clean sheet ndani ya dakika 90, bila kujali aina ya mechi, bila kujali aina ya makosa ambayo amefanyika, bila kujali amefanya nini kabla ya magoli kuingia. Kwanza watu wafahamu kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa makosa. Na ukifanya makosa inabidi uombe mpinzani wako asiweze kukuadhibu kwenye hilo kosa. Akikuadhibu, of course ndo tunaishi kwenye ndio image nzima ya soka jinsi ambavyo, ya mchezo wa mpira wa miguu jinsi ambavyo ipo. Na mimi binafsi naheshimu kanuni ambazo zimewekwa na ligi mbalimbali kuweza kumdetermine goalkeeper bora kutokana na clean sheets ambazo amezikusanya. Ila mimi binafsi simweki goalkeeper bora kwenye eneo la clean sheet, kwa sababu naamini clean sheet, kwa sababu inawezekana tukacheza mchezo goalkeeper usifanye save hata moja. Hii ya clean sheet nilizungumza wakati Ray Matampi anachukua tuzo goalkeeper bora msimu uliopita dhidi ya Djigui Diarra. Mimi niliamini mpaka leo naamini hakuna kipa aliyekuwa na performance nzuri kipindi kile kama Djigui Diarra. Licha ya kwamba clean sheet ilimhukumu. Hata mimi leo mnaweza mkaniweka kwenye ukuta wa Yanga nikacheza, au ukuta wa Simba nikacheza nikapata clean sheet 12, sitakuwa kipa bora. Yaani mimi siwezi nikajivunia kwamba ni kipa bora kwa sababu nimepata clean sheet 20 katika michezo 30. Tunaweza mkaanza kunipima kipa wa Ken Gold na Castro Mwagama alichokuwa anakifanya Kagera, kama sio kuokoa yale magoli ambayo kuokoa ile michomo ambayo iko napigwa langoni kwake. Sasa hivi ungekuta Ken Gold imefungwa magoli 110
na 10 alafu imefunga magoli 18. Kwa hiyo kwenye kurate keeper kwa clean sheet mimi binafsi naungana na wewe. Huwa sio mdau, naangalia kile ambacho anakifanya kuweza kuisaidia timu iondoke na alama 3 na mambo mengine yaendelee. Clean sheet ni sanaa, unajua. Ngoja ngombe, unajua clean sheet ni ngoja malize Hamisa. So ninachomwangalia nacho Djigui Diarra. Ipo hivi, kwanza watu wanapaswa kufahamu. Hakuna golikipa duniani, na kama labda mtu anamfahamu atatuambia. Golikipa duniani ambaye kuanzia anaanza career yake mpaka anamaliza hajawahi kufanya makosa. Na kuna dakika ambazo zimewekwa maalum kwamba baada ya hizi dakika golikipa anatazamiwa kufanya makosa baada ya dakika hizo, ila baadaye atarudi kuja kuwa sawa. Depending sasa watakaweza kumrudisha sawa ni safu yake ya ulinzi. Kwa sababu sasa kama golikipa atakuwa yupo sawa psychologically, then safu yake ya ulinzi inavuja, obvious atachelewa kurudi mchezoni kwa sababu yeye hata atapokuwa yupo sawa bado walinzi wake watakuwa wanavuja. Kwa hiyo mimi bado naamini, binafsi naamini Djigui Diarra ni golikipa ambaye yupo kwenye daraja lake. Na kinachotokea ni kwamba kuna nyakati ambazo ukuta wake unakuwa unamwangusha. Mfano angalia game dhidi ya Azam. Pale utamlaumu Djigui Diarra kwa lile goli la Lusajo. Huwezi kumlaumu golikipa. Kwa hiyo naamini sasa hivi tuko kwenye lile eneo ambalo unajua issue ni competition. Kwamba unaangalia mwenzako kwenye mchezo wake amecheza huyu hajaruhusu goli. Kwa nini golikipa wetu sikaruhusu? Lakini inabidi pia tufike mbali, tuangalie zaidi pia kwamba haya magoli ambayo tunafungwa. Kuna wakati unafungwa goli Mangasore, unanyanyua mikono, unasema it's football. Unamsifu mpinzani wako. Yaani hakukuwa na namna ambayo hakukuwa na kitu ambacho sasa mbona kama hii sura muangalie, unaona hii sura ya Djigui Diarra, yani inaongea vitu vingi. Umeona hii pasi wakati inapigwa, yani Yanga wako wengi kuliko stendi, si unaelewa? Na ule mpira umepigwa, yani Yanga wao ni bora kuliko stendi. Ule mpira umekwenda, yule Msenda akaenda kuutuliza, bado Yanga wakawa wengi kuliko stendi. Sawa. So ndio maana Djigui Diarra angalia ile goli anafungwa, Djigui Diarra anafungwa, anageuka, anataka kumlaumu. Sasa ukiangalia anageuka, anamlaumu nani? Kapteni. Unaona hapa nimechemka. Yaani lakini angekuwa amegeuka afa namkuta pale ndo kafanya vile kibabage, angemwakia. Kwa sababu anageuka na ilikosekeka mtu alivaa usinga. Unabidi unasimama, unatulia, unakuwa kama samaki. Tumemaliza hili la Young Africans pamoja na Stand United, na moja kati ya hoja ambayo inaendelea kuibuliwa ni kuhusiana pia na kiwango cha Djigui Diarra hivi karibuni. Wadau wengi ama mashabiki wengi mtandaoni kiangalia jinsi ambavyo anazungumza kiwango chake, basi utaanza kuona kile ambacho kinazungumzwa ni kuhusiana na clean sheet kwenye mechi ambazo huwa ama za hivi karibuni. Lakini moja ya makipa ambao wana CV kubwa sana hapa nchini Tanzania ni Ali Hamada, kipa wa Azam FC ambaye anacheza kwa mkopo kwa sasa hivi KMC. Kipa ambaye amecheza ligi ya Ufaransa, Ligue A, na yaliyosababisha Ali Hamada akatafutiwa mwenzake ni makosa ya kibinadamu hayo kwenye lango lake. Unaweza kaangalia ametoka kucheza Ligue A, amekuja kucheza ligi kuu ya NBC, akakutana na swaiba wake Faisal Salum, akaanza kumuonesha anapovuja ni wapi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunaweza tukaanza kutengeneza hoja fulani kwa ajili ya makipa kuhusu nini, lakini tuangalie pia namna gani ambavyo watu hao wanafanya kazi kabla hawajabugizwa wale magoli ambayo yanaondoa clean sheet zao. Amna, ujue mashabiki sio kitu, sisi tunatakiwa tuwaambie ukweli mashabiki. Yaani swala la clean sheet sio swala la kuentertain. Yaani sio swala la kwenda kumcomplain goalkeeper. Wajua ni kama ngumi, yani hakuna bondia ambaye aenda kwenye ring anasema aenda kupata knockout, sio? Unaelewa? Yaani knockout inakuja. Ni kama sanaa ambayo unakutana nayo. The same to the clean sheet. Yaani clean sheet, yani ili wewe upate clean sheet means safu ya ulinzi inatakiwa kuwa na bahati na ubora pia. Ubora na bahati. 2, mnatakiwa kuwa na bahati kwa mpinzani kuto kufika golini kwenu na kutumia madhaifu yenu. Sasa tuliache hili la clean sheet, na mpaka sasa hivi viwanjani tuna clean sheet. Viwanjani tuna clean sheet mpaka sasa hivi. Mashabiki wa Yanga wametamba baada ya kuingia nusu finali. Ni mashabiki wa Yanga pale mkoani Iringa kwenye eneo la Ilula wametamba baada ya magoli 8-1 ambao waliyapata dhidi ya Stand United, wakaamini kwamba huo ni mwendo mzuri wa kuelekea finali na kutetea taji lao la CRDB Bank Federation Cup ambalo wamelichukua mara 3 mfululizo. Hii ni taarifa ya Muhammad Nyaulingo kutoka Ilula. Mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB robo finali umehitimishwa, lakini nilikuwa katika banda umiza kuzungumza na mashabiki wa Yanga kuona ni kwa namna gani ushindi wa bao 8 umewafurahisha hii leo. Na hapa ni katika eneo la Ilula, napata fursa ya kuzungumza nao, na hapa wanaweka hisia zao mara baada ya timu yao kushinda mabao 8
1-1. Yanga naiamini ni timu nzuri, tuna kikosi kizuri, na kulingana na kocha alivyoweka kikosi chake, nitarajia huyu Stand United aweze akatusumbua. Kwa kiuhalisia, huyu ndugu yangu JKT ajiandae. Chapo hiki kinaashiria kama tuko vizuri, kwamba kombe tunachukua, hakuna kombe bado tutakatoliacha, tunabeba vikombe vyote vya ligi ya Tanzania NBC. Ushindi kwa Yanga huu ni lazima, na ndio maana leo tulipoingia bila wasiwasi, tunajua timu yetu nzuri, gusa acha tuende kwao, ile imezoeleka. Kwa hiyo wa mbele yetu anayekuja kama kawaida ni kichapo kile kinaendelea, na hii mpaka fainali na mpaka tutoke. Ndio nafurahia ushindi wa goli 8 kwa moja dhidi ya Stand United. Magoli haya yakiashiria kwamba anayejipanga JKT ajipange na kuja kwa spidi ya magoli 8 na nyongeza 1. Namwambia JKT kule NBC alinikazia, lakini leo nimeingia nusu finali, anacho. Ili kombe tunalitetea, kombe tunalichukua. Kombe tunalichukua na tunaweka nalo. Lakini wako wanaosema ushindi wa bao 8-1 ni kiashiria cha kwamba wanakwenda kutetea taji walilonalo, lakini wengine wakisema pia kuelekea ubingwa wa ligi kuu ya NBC, hii ni dalili njema ya kutoa taji hilo. Na namwambia kabisa ajipange huko, kama tutacheza Jenerali Samuyo ataeleza ile sare alishona hapo JKT au alienda kwa fundi cherehani akashona hiyo sare, na anamuelekeza kuwa ajipange mara ya 3. Nusu finali kitahusika hicho kichapo kilichomhusu huyo Stand United, kwa sababu yeye mwenyewe alijitaba akasema anaenda kumsimamisha Yanga. Sasa Yanga hajasimama, amekuja kwa mabao 8 na Shemeji kaweka magoli 4 na assist 2. Shemeji, nakushukuru sana kwa huu ushindi. Hapana shaka kinachosubiriwa ni hatua ya nusu fainali, kuona nani ambaye atakwenda fainali na nani ambaye ataishia katika hatua hiyo. Kutoka hapa eneo la Ilula, mimi naitwa Muhammad Nyaulingo na hii ni Viwanjani. Maneno ya mashabiki yamezungumza mengi baada ya ushindi wa magoli 8-1 dhidi ya Stand United, lakini pia wakijiandaa kucheza dhidi ya JKT Tanzania ambao walitoa nao sare kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC. Ndio maana unaona maneno yanakuwa mengi, na wakati huo uongozi wa timu ya JKT Tanzania umeungana pamoja kuhakikisha wanatoa hamasa ya kutosha kwa kikosi chao kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Akizungumza na Azam TV, afisa habari wa klabu hiyo Musa Bwira amesema wapo tayari kutoa kichapo cha kizalendo kwa timu yoyote atakayokutana nayo nusu finali, huku tayari Young Africans imefuzu kucheza nusu finali hiyo baada ya kuichapa Stand United magoli 8-1. Sisi tunashukuru kwamba tumekwenda hatua ya nusu finali katika mashindano haya ya CRDB Federation Cup, hatua ambayo ni kubwa. Malengo yetu si kuishia hapo. Malengo yetu ni kufika finali, na lengo kubwa kabisa ni kuwa mabingwa wa mashindano haya. Tunahitaji tupate uwakilishi katika mashindano ya CAF, na hilo hata uongozi wetu wa juu umelisimamia kuhakikisha kwamba unahamasisha vijana waweze kufika huko. Ninaposema uongozi wa juu, ninamaanisha Waziri wa Ulinzi Dr. Stergomena Tax, mkuu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda, mkuu wa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele, mkuu wa utawala wa Jeshi la Kujenga Taifa Brigedia Jenerali Hasani Mabena. Hawa wote wanafuatilia mashindano haya na wanatoa hamasa kubwa kwa timu kuhakikisha kwamba inafanya vyema. Hawana hofu na mashaka timu hii itakapokwenda kwenye mashindano ya kimataifa kwamba kuna sehemu itakuja kukwama, kama ambavyo tumeona timu nyingine zikashindwa kupata nauli ya kuwapeleka, wakasafiri siku moja kabla ya mechi, wamefika kule wamechoka, ikawa ni aibu. Lakini hawa niliyowataja wako tayari kuhakikisha kwamba timu itakapokwenda kwenye mashindano ya kimataifa basi wanatangulia wiki 2 kabla ili kufanya maandalizi ya kutosha tuweze kufanya vyema. Waliotajwa kwenye maandalizi ya JKT ni watu wazito sana. Ukisikiliza maneno ya Musa Bwira unaweza kuogopa kupeleka timu uwanjani. Ametajwa CDF, ametajwa waziri wa ulinzi, ametajwa mkuu wa JKT.
kwamba wanaifuatia timu kwa karibu. Watu wazito. Kuhakikisha timu haina njaa. Yaani kwa ufupi timu haina njaa. Umeelewa? Yaani timu haina njaa. Ila sasa wanachokwenda kukifanya kinasadifu na kile ambacho Masau yeye anasema. Unanielewa sijui? Yaani ni kweli tunakubaliana wote hapa watatu. Kwanza kubaliana wewe mwenyewe. Mimi nakubaliana JKT ni miongoni mwa timu ambazo hazina njaa. Hapo sawa. Sio kusema tunakubaliana. Zinasafiri vizuri. Zinalala pazuri, zinakula pazuri, posho kwa wakati, mshahara kama kengele wa shule ya msingi. Saa 4 tumefika. Fresh. Shida ya JKT ambapo hapo Masau wanapopata amani hawawezi kufika. Hapo sasa tukubaliane. Hao leo wataja sasa sema okay, kwa hiyo leo watatu wote hawajakubaliana. Wamechoka. Wachezaji wao wengi wamechoka. Wamechoka vipi? Wamechoka vipi? Wamechoka sio vipi? Vizuri Wakati ni moja kati ya timu ambayo mpaka sasa hivi inafanya vizuri, haipo kwenye eneo la kushuka daraja. Wamecheza na Young Africans, wamecheza na Young Africans hapo. Ushakaa vizuri ukatathmini ukaitazama JKT kwa jicho la tatu. Labda tuambie wewe jicho la tatu unitazama vipi? JKT ukiitazama vizuri kuna vitu viwili vinapishana. Maono ya mwalimu na endurance ya wachezaji. Sawa. Umeelewa? Yaani mwalimu anachokitamani wewe ukiapply wewe uwezi, lakini ndio niliyokuwa na wewe. Sawa, kuungana kwa viongozi wakuu hawa ambao amewaainisha Masau Bwire kwenye taarifa yake, ni wazi kwamba tunaenda kushuhudia nusu finali ambayo itakuwa ni nusu finali ya kipekee kati ya dhidi ya Young Africans. Inachezwa wapi nusu finali? Alitangulia nusu finali ni JKT Tanzania. Inachezwa uwanja gani? Aliyetangulia nusu finali JKT Tanzania, maana kwamba yeye ndio yuko nyumbani. Ndio utaratibu kwa hivyo Aliyetangulia nusu finali ni yeye. Mimi nimeuliza utaratibu mpaka sasa kwa sababu tuna utamaduni wetu kwamba nusu finali Songea, nusu finali Ndanda, hapajatangazwa kama nusu finali itakuwa ni General Meja Isamuyo. Meja General Isamuyo. Kama nusu finali itakuwa ni pale. Natarajia kukiona kilichotokea mechi mbili za Young Africans na JKT. Kama ni pale. Unatarajia kuona mechi mbili kilichotokea ndio natarajia kukiona pale. Ukianza na mechi ya jana? Nikianza na mechi ya yaani mechi mbili unatarajia kuona mechi mbili za pale nusu finali mechi mbili? Mechi moja? Mechi moja nusu finali au unazungumzia mechi za JKT? Nusu finali mechi moja. Ndio inachezwa Meja General. Kama hakutokuwa na mabadiliko yoyote inachezwa pale. Kama itakuwa ni pale mechi hiyo ni ngumu kwa Young Africans. Sasa umesema wachezaji wamechoka? Itakuwa ni ngumu tu kwa Young Africans. Rashid. Hiyo itakuwa ni ngumu tu kwa Young Africans. Sasa waliochoka watalitaje ugumu? Unajua kwa nikwambie Makasori. Kuna kupania kufanya jambo. Yaani kuwa na hamu ya kufanya jambo kwa mara moja. Binadamu yote anaweza. Ile mechi waliocheza dhidi ya Yanga pale walipania. Ile ya ligi waliocheza pale Suluhu walipania. Wale JKT kwenye mechi ile. Wewe uliona consistency iliendelea baada ya pale? Wako sehemu nzuri mpaka sasa. Hapana, sio kweli. Acha kujiongopea Makasole. Yaani JKT ungekuwa anacheza vile ungekuepo mahali ambapo hapo. Unaelewa? Wameingia nusu finali. Wameingia nusu finali kombe la CRDB. Ndio nakwambiaje? Yaani kuwa na hamu ya kufanya jambo bora kwa mara moja. Binadamu yote anaweza. Ila kufanya hamu kwa mara moja kwenye ubora wa jambo hilo kwa mara moja kulifanya kuwa na mwendelezo. Hilo jambo haliwezekaniki. Kwa hiyo JKT kwenda kumpa nyakati ngumu Simba au Yanga kwa mara moja. Hilo jambo linawezekana kwa 100%. Unanielewa? Na ndio maana baada ya mechi ile watu wote wakamzungumza Nangu, si ndio? Watu okay. Lakini baada ya hapo wakarudi kwenye default. Sawa. Hamisa, kwa dakika chache kabla tujaanza kuangalia swala la uboreshaji wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Hawa JKT ambao Masau wanasema kwamba sasa wanaungana, wanakuwa karibu kuhakikisha kwamba na wenyewe haya mashindano wanatolea macho. Hiyo ni mashindano ambayo wakichukua taji wanaenda kuwakilisha taifa. Na mimi katika vitu ambavyo natamani kwenye moyo wangu mpaka sasa hivi, natamani timu yetu yoyote inayotoka kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikacheze mashindano ya kimataifa.
Ujue kuna Yaani natamani nione ni Kwani ziko ngapi? Ipo Mashujaa, ipo Tanzania Prisons, ipo JKT Tanzania. Yaani katika hizo timu tatu natamani siku moja kwenye kombe la shirikisho tuipeleke JKT Tanzania. Tuipeleke JKT na Mashujaa. JKT na Mashujaa. JKT na Mashujaa wanaweza kwa sababu unaangalia mitazamo ya viongozi wao. Unaangalia timu jinsi ambavyo inakuwa treated. Mashujaa na JKT tofauti sana na Tanzania Prisons. Kidogo na nachokwambia ni kwamba binafsi mchezo kwenye uwanja wowote ule, mchezo KMC, mchezo popote pale na utazama kama mchezo mgumu kwa Yanga kuliko wapinzani wote ambao ameshawatoa. Sababu sasa hivi Hamisa, mechi hiyo tofauti na JKT. Meja Jenerali Isamuyo. Popote pale. Mechi hiyo ya nusu finali. It's okay. Ikichezwa tofauti na Meja Jenerali Isamuyo. Jenerali Isamuyo. JKT unaowashuhudia kwenye mfululizo wa makala za NBC. Ndicho ambacho utakuwa unakishuhudia kwenye makala za Young Africa kwenye mfululizo wa issue jue ni kwamba mimi ninavyozungumza mchezo mgumu haimaanishi kwamba atapita JKT. Sababu sasa hivi ujue ni hatua moja, unacheza mchezo mmoja nusu finali. Finali hainaga mwenyewe. Siku zote timu itakapoingia finali dakika 90, mtu atakayejipanga vizuri anashinda. Ndio maana tumeshawahi kuona timu bora zikiondoshwa katika hatua ya finali na timu za madaraja ya kawaida. Kwangu na utazama ni mchezo mgumu kwa sababu nimejaribu kuangalia mechi ambayo JKT amempa Yanga, mechi ya kwanza, mechi ya pili, mechi ambayo amempa Simba ya kwanza, bado hajakutana naye katika mchezo wa pili. The way ambavyo ana defend ni moja ya timu ambazo zimeruhusu magoli machache sana. Hata eneo ambalo ukitoa Singida Black Stars, ukitoa Yanga, ukitoa Simba, JKT wanafuata pale kwa kuruhusu magoli machache. Sasa hiyo ipo kwa bahati mbaya. Ni timu ambayo ina defend vizuri. Na JKT wanavyodefend hawapaki basi. Kuna mtu anapaki basi anajulikana amekaa nyuma kama ushahidi. Ila JKT wanapaki basi na wanakaba vizuri. Kwa hiyo kwangu huo mchezo hata kama Yanga atashinda kutokana na ubora aliokuwa nao. Ila bado uchezo uwanja wote naamini JKT atampa Yanga. Mangasolo mimi nachoamini mechi ikipigwa pale. Shukrani Hamisa. JKT anaweza kaenda finali. Tumemaliza, wewe tumeungana pamoja kwamba JKT hawana njaa, tumeungana wawili, wote watatu. Mimi sijaungana na wewe kwamba wachezaji wamechoka. Hamisa umeungana naye kwamba wachezaji wamechoka? Yes. Kwa hiyo mimi naamini mechi ikichezwa vipi? Ile timu wamechoka vipi? Unawaambia tu. Tuonesha wachezaji wetu walipochoka. Unawaelekeza kaka. Hiki. Mbona kwenye boli? Unaelekeza hiki kisogwe. Tuonesha walipochoka wachezaji wetu. Mechi ni viwanjani. Ikichezwa pale. Hii ni viwanjani. JKT anaweza kucheza. Baba wa vipindi vyote vya michezo Tanzania. Tunazungumza naye kutoka Tabata TOT Dar es Salaam. Nipo na Rashid Hamis pamoja na Hamis Abdulrahman tukizungumza yale ambayo yanajiri kwenye michezo wakati ambapo JKT Tanzania iko mguu sawa kuweza kuikabili Young Africans kwenye mchezo wa nusu finali kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation Cup, wakati ambapo Young Africans imetoka kuibamiza Stand United magoli 8-1. Tukatazama taarifa nyingine ambayo inahusu ujenzi ama marekebisho ya uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo serikali imethibitisha kuleta wataalamu kutoka nchini Uturuki kwa ajili ya kuboresha eneo la kuchezea, yani pitch, katika uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya kupata athari kubwa wakati wa mchezo wa mkondo wa pili robo finali ya kombe la shirikisho kati ya Simba dhidi ya Al Masry, mchezo uliochezwa Machi 9 mwaka huu na kumalizika na baadaye uwanja huo kulazimika kufungwa kwa muda ili kuweza kupisha matengenezo katika eneo hilo. Katika hatua nyingine, viti vipya vimeendelea kufungwa ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa ikiwa ni sehemu ya maboresho makubwa ya kuelekea michuano ya CHAN mwaka 2024, lakini pia na michuano mingine ya AFCON mwaka 2027 ambayo inatarajiwa kuchezwa katika mataifa matatu ya Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Uwanja wa Benjamin Mkapa moja kati ya kitovu cha mpira wa Tanzania, moja kati ya kitovu cha michezo kwa Tanzania, Afrika Mashariki. Ni uwanja ule Afrika Mashariki na tuseme hata na kati, kwa sababu kuna kipindi timu nyingi timu za taifa clubs zilikuwa zinatumia uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya mataifa yao kutokuwa na viwanja vinavyokidhi kushiriki kwenye ama vinavyokidhi kuhodhi mchezo wa kimataifa kwa maana ya CAF pamoja na michezo ya FIFA. Na ndio uwanja ambao tunaweza tukasema ni tegemeo kwa sasa hivi kwenye mpira na michezo kwa Tanzania. Lakini tumekuwa tunapita kwenye misuko sana hivi karibuni kutokana na hali ya uwanja wa taifa kwa sasa ilivyo. Na niliona jana viti vimeshaanza kufungwa, lakini eneo hili la kuchezea
ndilo eneo ambalo linazua kizungumkuti. Na juzi baada ya hoja ya kufungiwa uwanja kuibuka ama kufungwa uwanja kuibuka kupisha marekebisho, nilianza kusikia watu wanauliza aliyetengeneza ile picha ya uwanja wa JKT Tanzania ni nani? Sio wale wakina Modo. Nani? Wakina Modo? Hapana. Wafanyaje? Ni JKT wenyewe. Pitch. JKT wenyewe. Pitch. Ya JKT. Picha ya JKT wametengeneza wakina Modo? Hapana. Na wakisaidizana na hao JKT wenyewe unaosema wewe. Mimi si nakwambia. Mara ya kwanza kabisa nakumbuka Masaubwile anazungumza wakati ile picha JKT wameifumua. Kama unakumbukumbu Rashid. Binafsi wakati uwanja wa JKT Tanzania Meja Jenerali Samuel unaanza kujengwa. Nimeshuhudia karibu toka kuanzia 10% ya ule uwanja wakati unajengwa. Lile eneo lina chemichemi. Kama unaweza ukangamua. Na lile eneo wakati uwanja ule ukiwa unaanza matumizi kwenye mchezo wa ligi kuu. Nakumbuka kuna mchezo baina ya JKT Tanzania dhidi ya Kagera kabla JKT hajahamia Dodoma. Ule mchezo ulishindwa kuchezwa, refaria alikuwa ni Jonas Arukia. Ulishindwa kucheza kwa sababu eneo lote la ule uwanja maji yalijaa. Yaani mvua ilinyesha kidogo, alafu maji yakajaa. Na chemchemi iliyoko pale ikaendelea kuzalisha maji. Kwa hiyo uwanja ule haukutamanika kabisa. Ni moja kati ya viwanja ambavyo nilishuhudia viko kwenye hali mbaya sana kabla havijafanywa marekebisho. Ukisema Modo amehusika kwenye ule kwenye kutengeneza ule uwanja, kuiondoa ile hali ya chemchemi iliyokuwa pale na kutengeneza uso mwingine juu ya ule uwanja, ile kazi haikufanywa na Modo. Lakini kwenye ukuzaji pengine wa nyasi na vitu vingine inawezekana ikawa imefanywa na Modo. Modo ni mmoja, tunamzungumzia ni mmoja kati ya wataalamu wa kutengeneza viwanja hapa nchini. Bwana mmoja kuna siku tutaweza kupata mtu. Kwa hiyo lile eneo kuondoa ile hali, yaani kuiondoa ile hali ya chemchemi iliyoko kwenye uwanja wa JKT Tanzania, nadhani ilifanywa na watu ambao ni wataalamu zaidi, ambao pia watu walikuwa wanajiuliza kwa nini wasingesaidia pale Taifa? Of course kwa namna moja ama nyingine unaweza ukawa una hoja, kwa sababu ndio kitu ambacho mimi binafsi kusema kweli kinanisikitisha sana. Sio, unanielewa? Mbali na matumizi, mbali na uwanja mzuri, mbali na utegemezi, umeelewa, wa ukanda huu wa kwetu wa Sekafa, umeelewa, Tanzania tupo kwenye maandalizi ya CHAN. Sio, unanielewa? Tupo kwenye maandalizi ya CHAN Agosti. Uwanja mpaka hapo ulipo mpaka hapo ulipo sasa ushafungiwa mara mbili. Mara mbili? Manake mara mbili, si ya kwanza si ulifungiwa. Mara ya pili. Mara ya pili si ndo majuzi hapa ukaja na barua kwamba kabla ya tarehe ngapi uliliko? Kabla ya tarehe 20 usipokuwa katika hali ya ubora tutaufungia zaidi, si ndio? Lakini tunapaswa kuangalia, kwa sababu umechezwa mechi moja, umeonekana kama haupo kwenye muonekano mzuri, kwa maana ya kutumika. Unachokizungumza Mangasole, manake unazungumza ile mifumo ambayo haitunzi, inatoa maji, kama maji yatajaa, haiweki matope, haiweki nini. Mechi ya mwisho ambayo nafikiri imebidi uwanja waufanyie marekebisho ni baada ya mechi ya Simba na Al-Masry. Ulikuwa katika hali mbaya, na hata wachezaji pia walideclare kwamba uwanja ulikuwa katika hali sio nzuri, kwa wamelazimika kufanyia marekebisho. Sasa kwenye namna ambavyo tumechukua effort za kurekebisha uwanja wa Taifa, nafikiri tumefanyia marekebisho mara nyingi kwenye kipindi kifupi, si ndio? Tofauti na miaka ya nyuma ambapo ulikuwa ukisikia uwanja wa Taifa ile nyasi yake ilikuwa inakaa kwa muda mrefu, na kipindi hiki uwanja haujatumika kwenye mechi nyingi kama namna ambavyo ilitumika miaka ya nyuma. Manake kuna shida eneo la pengine la usimamizi, au kuna mabadiliko ambayo wanajaribu kupandikiza mbegu, au ni kitu tofauti ambacho kinawafanya wanarudi mara kwa mara kuja kufanyaje, kuja kurekebisha. Kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa haukuwahi kuwa na marekebisho ya mara kwa mara kwa muda mfupi.
hasa kwenye eneo la pitch. Acha huko kwenye majukwaa, hasa eneo la pitch. Yaani hatujawahi kuiona hiyo kadhia inakuja mara kwa mara. Benjamin Mkapa tumeshauzoea, unaweza kuchezewa hata mechi kadhaa, lakini husikii kuna marekebisho kwenye pitch. Lakini kwa kipindi kifupi hiki tumekuwa tukishuhudia hichi kinatokea, kwamba inachezwa mechi moja, uwanja unafanywa marekebisho. Haijachezwa mechi nyingine, inaonekana uwanja hauko tayari. Unachezwa mechi fulani, wanakuja wataalamu wanasema nyasi haijakaa vizuri. Sio, unaelewa? Sasa pengine labda tunaendelea kutafuta level ya tusubiri mazingira bora zaidi. Tusubiri tuone jinsi ambavyo hao waliopewa tenda hao Waturuki ya kutengeneza hiyo pitch watakavyokuja na huo mpango mpya, ni kitu gani kitafanyika. Lakini jana umeona wamechimba chimba. Jana umeona mashimo yale udongo kwenye matope umeka kama unaweza kurekebisha udongo ukatolewa ule uso wa juu ukaweka udongo mwingine ambao utakuwa unahimili pia kufyonza maji kwa haraka. Lakini pia tunaangalia uwanja ambao unaenda kushiriki Simba inaenda kutumia kwenye mechi ya kombe la shirikisho nusu finali, uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar, jinsi ambavyo pia umetengenezwa vizuri. Ni moja kati wataalamu ambao wametengeneza ule uwanja ni Waturuki ambao walisimamia ule uwanja kuanzia marekebisho New Amaan Complex ni Waturuki. Kwa unaweza kaona pengine kile ambacho wamekiona Zanzibar wanaweza kakihamishia huku kwa kuona kwamba hawa kama wamefanya hivi tofauti inawezekana. Itenda tofauti. Itenda tofauti kivipi? Yaani wale walipata tenda kule, walitengeneza kila kitu. Na huko pia kuna wapo wengine wamepewa tenda watu wengine. Si ndio? Sawa. Kwa maana yake ni watu wawili tofauti. So kikubwa nafikiri tuangalie taarifa nyingine ile ya uwanja. Tunaweza tukazungumza hapa muda mrefu sana. Una kiwanja lakini? Kiwanja cha mpira? Sina uwezo wa kumiliki kiwanja cha mpira. Kiwanja. Kiwanja cha nini sasa? Kiwanja sasa utakuwa na kiwanja cha nini? Sasa ndio nakuuliza wewe, sasa unaweza kiwanja sasa uweze kuweka. Uangalie hata kiwanja chako kikijaa maji, waite JKT Tanzania wanaweza kukusaidia. JKT? Kusaidia. Tutazame taarifa nyingine ni kuhusiana na Tanzania Prisons ambao wamekaa mguu sawa kuikabili JKT Tanzania kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC. Kikosi cha Tanzania Prisons kimeendelea na maandalizi dimba la kumbukumbu ya Sokoine mkoani Mbeya tayari kwa kabili mafande wenzao wa JKT Tanzania Aprili 18 mwaka huu. Kocha mkuu wa kikosi hicho amesema ushindi katika mchezo wao uliopita dhidi ya KenGold umewafanya wachezaji wake wawe na ari na morali ya kupata matokeo katika mechi zinazofuata. Taarifa zaidi anayoka kurumsimu kutokea Mbeya. Mchezo uliopita Tanzania Prisons waliibuka na ushindi wa alama 3 dhidi ya KenGold waliokubali kipigo cha magoli 3-1, mchezo uliopigwa kwenye dimba la kumbukumbu ya Sokoine. Ushindi huo umetajwa kuwa muhimu kwao na kuongeza chachu ya kufanya vyema kwenye michezo iliyosalia, kama anavyoeleza kocha mkuu Amani Josia. Maandalizi yetu ya Tanzania Prison kuelekea mechi yetu dhidi ya JKT Tanzania ndio tunaendelea, nafikiri tunaendelea na yako vizuri kwa maana ya morali, lakini pia tuna stiki zaidi kwenye mambo ya kimbinu, kwa tukiamini kwamba mpinzani ambaye tunakuja kukutana naye ni mmoja wa wapinzani ambao ni timu nzuri. Kwa hiyo sisi tunajiimarisha kutoka kwenye mechi iliyopita kwenda kwenye mechi ambayo tunajua kwamba kuna challenge tofauti. Tunadhani kwamba itakuwa ni mechi ambayo ya ushindani zaidi, na sisi mahali tulipo kwenye mstari tuliopo sisi sio salama zaidi. So nadhani concentration tunaiweka vizuri kwa wachezaji wetu na namna ambavyo wanaweza kuwa na ari na spirit ya kupambana, tukiamini kwamba itakuwa ni mtihani mwingine ambao utakao tufanya tuone namna ambavyo tunavyopaswa kuwa vizuri kimbinu na kiakili. Kwa hiyo nafikiri mwitikio wa wachezaji mazoezini uko vizuri baada ya ushindi wa mechi zetu 2 ambazo tumeshinda. Nafikiri morali sasa ipo kwa wachezaji na nadhani wanapokea kile ambacho tunachokuwa tunakitoa mazoezini, na wao wenyewe wapo kwenye utayari mzuri kuelekea kwenye mechi hiyo. Kana kwamba hiyo haitoshi, wachezaji nao wanaeleza jinsi walivyojiandaa kwa kabili wapinzani wao. Malengo yetu kama wachezaji ni kuhakikisha tunapata alama 3 kwa mechi zilizobaki. Ndio malengo yetu makubwa zaidi, ni kuhakikisha tunapata kwanza alama 3. Haijalishi tunazipata vipi, ila ni kuhakikisha kwanza tunapambana ili tupate alama 3 ili tujitengenezee nafasi nzuri, na imani tukipushi tukiendelea kupushi pale tulipoishia, tukipushi zaidi, na imani kwa mechi zilizobaki tutapata alama 3. Kwanza nipende kumshukuru Mungu kwamba kwa kiasi kikubwa squad yetu iko vizuri na wengi wako salama. Kwa upande wetu sisi tumejiandaa kwa kiasi kikubwa sana dhidi ya huo mchezo. Ni mchezo ambao unatupa direction na dira ya kuelekea kwenye nafasi, ni nani ambaye anaweza kushuka daraja na nani anaweza kucheza playoff.
Kwetu sisi ni mchezo wa kujitolea, ni mchezo mgumu. JKT ni moja ya timu nzuri, lakini sisi hatuna namna zaidi ya kwenda kufia uwanjani na kupambana kwa ajili ya kupata pointi 3. Kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC, Tanzania Prisons wanashika nafasi ya 14 wakiwa na alama 24 baada ya kucheza michezo 26, huku JKT Tanzania wakishika nafasi ya 7 wakiwa na alama 32 baada ya kucheza michezo 25. Kakurumsim, Azam Sports. Naam, hayo ni maandalizi ya JKT Tanzania ya Tanzania Prisons ambao wanajiandaa kucheza dhidi ya JKT Tanzania kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC utakaochezwa kwenye uwanja wa Sokoine Mbeya, na mchezo huo utachezwa mwezi huu tarehe 18. Kaa tayari kuweza kushuhudia mtanange huo. Lakini tukatazame taarifa nyingine kutokea huko Mbeya ambapo Ken Gold wamekaa mguu sawa kuweza kuikabili Coastal Union. Uongozi wa klabu ya Ken Gold una imani kwamba timu yao itasalia katika ligi kuu ya NBC licha ya kushika mkia katika msimamo wa ligi kuu. Kwa sasa kikosi hicho cha wachimba dhahabu hao wako katika mitaa ya kiwanja cha Chunya, wanaendelea kujiandaa kuelekea mchezo wao ambao utakuwa ni miongoni mwa michezo minne ya mwisho ya ligi kuu iliyobaki, ikiwemo mchezo huu ambao utachezwa dhidi ya Coastal Union tarehe 21 mwezi huu na utapigwa kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani. Omari Kapilima ni kocha msaidizi wa Ken Gold, hapa anatueleza mipango yao kuelekea kwenye mchezo huo. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza mazoezi jana na leo tunacheza friendly match hapa dhidi ya wapinzani wetu Prison. Mpaka sasa bado tuko bila. Nafikiri maandalizi tunafanya kama tulifanya maandalizi ya mechi zilizopita, isipokuwa tunaboresha yale mapungufu ambayo yamejitokeza ili tuweze kufanya vizuri kwenye michezo minne kama ulivyosema inakuja. Tunataka tushinde michezo. Kwenye mtazamo tutasema wakati ligi itakapokuwa imefika mwisho. Lakini tunataka tushinde michezo yote minne ili tuweze kuangalia tutakao tumeweza kucheza playoff ama na kuweza kusalia kwenye ligi. Kwa hivyo tuna nafasi ya kuweza kubaki kwenye Premier League endapo tutaweza kushinda michezo yote minne. Kwa hivyo naamini kila mechi itakuwa finali kwetu. Tumejipanga na tumeweza kwa mazoezi kama tulivyosema toka jana ili kuweza kupata matokeo kwenye michezo inayokuja. Sisi kama hivyo tumodi mazoezini kujiandaa na michezo iliyosalia. Kwa bado ligi inaendelea, kwa tutaendelea kupambana. Kila siku sisi mpira ni kazi yetu, kwa lazima tupambane. Kwa mazungumzo ni yale kwamba tunapambana kupambania timu ibaki. Basi maandalizi ni mazuri, tunaendelea kama unavyoona kuwakabili Coast. Na maandalizi ni mazuri kama ambavyo umesikia Amani Kapilima akizungumza juu ya maandalizi ya kwenda kukabili Coastal Union, lakini pia wana imani kwamba wanasalia ligi kuu ya NBC. Moja kati ya imani kubwa ambayo nishawahi kuiona katika maisha yangu ni imani hiyo ya Ken Gold, kuamini kwamba pengine wanaweza wakasalia ligi kuu ya NBC. Mpira unadunda, lakini pengine mchezo dhidi ya Coastal Union mimi naamini ndio mchezo ambao utawapa moja kwa moja funguo ya kuelekea championship. Kufungua mlango wa championship. Washafungua leo wale. Sawa, twende tukatazame taarifa nyingine ambayo inahusu Tabora United imejifua kuikabili Singida Black Stars. Timu ya Tabora United maarufu kama Nyuki wa Tabora wameanza maandalizi kujiandaa na mchezo kati yake na Singida Black Stars katika mchezo ambao utachezwa huko mjini Singida Jumamosi ya wiki hii. Taarifa zaidi anayo Juma Kapipi. Ikiwa imetokea kwenye kichapo cha mechi za mfululizo ndani ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, Tabora United sasa imerejea tena viwanjani kujifua vema chini ya kocha wake msaidizi Halfan Mbonde, maandalizi kwa ajili ya kwenda kuikabili Singida Big Star siku ya Jumamosi. Tutaingia tahadhari kwa kuheshimu Singida kwa kucheza kwa plani na mipango ili tuweze kupata ushindi, kwa sababu sisi tuna pointi 37. Tukishinda tutakuwa na 40. Nyuma yetu kuna mtu Dodoma Jiji ana pointi 34 anatukaribia. Kwa hiyo tukifunga mechi na Singida itakuwa mbaya kwetu. Kwa hiyo tutapambana, tutapanga plani yetu ili tukabili Singida Big Star kuweza kupata ushindi, kutimiza pointi 40 ili kwenda kuiweka nafasi nzuri katika nafasi ya 5. Maandalizi yako vizuri, kila mechi yana maandalizi yake na tupo katika uwanja wa mazoezi. Tuliwafanyia makosa mechi zilizopita, tupo tunarekebisha ili tuweze kupata matokeo katika mchezo ujao. Tutaenda kuwa na tahadhari kubwa kwa sababu tunacheza away na mechi za away siku zote sasa hivi raundi ya mwisho zinakuwa ngumu sana. Lakini tutaweka maandalizi mazuri, tutaangalia ubora wao na tutaangalia mapungufu yao na imani kila kitu kocha atakiweka sawa katika mchezo huo. Nyuki hawa Tabora tangu kuanza kwa awamu hii ya pili ya msimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara imekuwa ikifanya vibaya mno. Kipigo ni nje na ndani, yaani iwe nyumbani na hata ugenini. Tofauti na ilivyokuwa hapo awali kwenye awamu ya kwanza ya msimu wa ligi kuu. Je, ni nini kimewakumba viumbe hao waliokuwa na sifa ya kutokukumbatiwa? Nasema ni mwisho wa ligi.
ligi inapoanza na kuelekea mwishoni inakuwa ngumu, na kila timu inakutana nayo inataka kushuka daraja na wanacheza kwao. Ndio maana ligi mechi zimekuwa ngumu, lakini tunapambana, tuna force, lakini mwisho wa siku tunafungwa. Lakini yote kwa yote timu hizo Tabora tunajiandaa, nadhani kuanzia mechi ya Singida Black Star ataweza kufungua tena. Mashabiki pengine baadhi yao wameanza kupoteza matumaini, wengine wakidai kwamba pengine mnaweza kuwa mnauza mechi kwa sababu ndo mpo katika nafasi nzuri ambao hamwezi kushuka, mmejitengenezea mazingira kwamba ya uaminifu kwamba nyinyi mtasalia kwenye nafasi hiyo ya 5. Hili lina ukweli kiasi gani? Nasema washabiki kwanza waondoe wasiwasi. Hamna mtu anauza mechi na wewe huwezi kuuza mechi. Sababu hii ni kazi yako, kazi yetu, ni professional yetu, kwa nini tuuze mechi? Mashabiki waamini kama tunaenda kucheza mechi tunazidiwa tu kiuwezo, hata tunatufunga sio kwa ajili ya kuuza mechi. Hamna mnauza mechi. Washabiki wao waendelee kushikamana, kuungana timu yao. Wasio na wasiwasi, hamna wanauza mechi. Tunapambana, lakini ndio mwisho wa siku tunakuja na matokeo na kuwa mabaya kwetu sisi. Hatumuoni kocha uwanjani. Kocha yupo, ataonekana. Wasio na wasiwasi washabiki. Kocha yupo, ataonekana. Kwa ondofu. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Moja kati ya maswali magumu ambayo yameulizwa pia kocha msaidizi ni kuhusiana na ripoti yetu kuhusu issue ya Tabora mechi kocha kwa nini tuuze mechi? Kwa hiyo wanaamini kuna kitu ambacho wanaenda kukifanya katika mechi zilizosalia. Wakati huo tukaangalie taarifa ya maandalizi ya Kombe la Muungano ambapo tayari timu ambazo zinashiriki Kombe la Muungano zimeainishwa na kuelekea kuanza kwa mashindano ya Kombe la Muungano Zanzibar yatakayoanza kutimua vumbi kuanzia Aprili 21 mwaka huu. Klabu ya KMKM pamoja na KVZ zimeanza maandalizi kuelekea katika mashindano hayo. Afisa habari wa KVZ Abdul Jalil Mohamed pamoja na Isiaka Mati wameweza kuzungumza kuelekea kwenye maandalizi ya taji hilo la Muungano. Msimu uliomalizika tulishiriki mashindano haya, mashindano katika hatua ya nusu finali, na tulifanikiwa kuaga mashindano mapema kabisa baada ya kufungwa goli 1-0 na mabingwa wa mashindano hayo, timu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo safari hii tumerudi tena kukiwa na ari mpya, nguvu na malengo makubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunalibakiza hili kombe visiwani Zanzibar. Sisi KVZ ndio timu bora pekee kutoka Zanzibar, au miongoni mwa zile timu 4 kutoka Zanzibar. Sisi KVZ ndio timu ambayo ina jeuri ya kufanya vizuri, ina kikosi bora chini ya uongozi mkuu wa bosi wetu Luteni Kanali Shamhuna, kwa sababu wamefanya mambo kubwa sana. Kwa hiyo Wazanzibari nataka niwaase kwa timu ya kuishabikia kwa nguvu zao zote ni KVZ, kwa sababu ndio timu ambayo itakwenda kuwapa faraja, itakwenda kuyafuta machozi, itakwenda kuwapa ile furaha maybe waliokosa kwa muda mrefu. Najua watu watakuwa na hofu wa uwepo wa timu kama Yanga, Young Africans pamoja na Azam, lakini nataka niwatoe wasiwasi kuwa tunawaheshimu kama ni timu kongwe, lakini hawana vikosi au hawana timu ambayo ya kuja kutupa pressure hiyo ambayo watu wanafikiri. Tunaamini kwenye vijana wetu, na kama mnavyojua kwamba bingwa mtetezi hayupo, maana yake tuna nafasi hiyo sisi timu ambazo zilizobaki, kwa sababu sisi tuna experience. Yanga hakuja mara iliyopita, Azam alikuja lakini akafungwa finali. Kwa hiyo sisi hapa kwenye kikosi chetu ambacho kinaongozwa na kocha Ali Khalid Omar, tuna vijana wadogo ambao wana weledi wa kufanya vizuri. Naamini kwa umoja wao watajituma kwa kadri ya uwezo wao kuhakikisha kwamba wanawapa faraja wa Zanzibari, lakini kikubwa zaidi wanalibakisha Kombe la Muungano ndani ya visiwa vya Zanzibar. Kiujumla timu yetu tupo vizuri, tumerudi kwenye ligi kuu, michezo miwili ambayo tumecheza sasa hivi tokea mapumziko ya mwezi wa Ramadhani, na kama KMKM tunashukuru tumerudi katika muendelezo mzuri, kwa maana tulikuwa na michezo ya ugenini kisiwani Pemba kule, tumecheza na Tekeleza, tumecheza na Mwenge na tumepata alama 6, maana yake tumeshinda michezo yote ambayo tumecheza ugenini. Leo Aprili 15 tumerejea kisiwani Unguja kwa ajili ya kuanza rasmi maandalizi ya kwenda kushiriki na kushindana pia katika mashindano ya Kombe la Muungano. Kwa upande wa kikosi, kama mnavyofahamu, KMKM ni taasisi ya kijeshi, kwa hiyo kuna baadhi ya sheria na kanuni ambazo inatubidi ama inatulazimu kama KMKM kuweza kuzifuata. Kuna baadhi ya nyota wetu ambao ni waajiriwa
wapo kozi ya kuongeza vyeo. Kwa hiyo tumewakosa baada ya kurudi kwa ligi kuu, lakini tuna matumaini makubwa. Nyota wetu 8 ambao wameenda kwa ajili ya kupatiwa mafunzo ya kuongeza vyeo watakuwepo katika mashindano ya Kombe la Muungano ili kuongeza nguvu ya ushindani na kuongeza morali kwa wachezaji wetu. Tunaamini ambao wapo ni vijana na wamepambana, na kama ambavyo nimetoka kusema, tumepata alama 6 kisiwani Pemba, na kila mmoja anajua ugumu wa kupata alama kisiwani Pemba, lakini kama KMKM tumepata hizo alama tukiwa na hawa vijana ambao tupo nao kwa sasa hivi. Chini ya kocha Ame Msimu, kikosi chetu kipo vizuri na tupo tayari kwa ajili ya mapambano, na tunawaahidi mashabiki wetu kwamba tunaenda kushindana na si kushiriki kama ambavyo msimu uliopita, ikiwa ni mara ya kwanza kuanzishwa kwa mashindano tuliteleza, lakini mara hii tupo tayari kwa mpinzani yoyote yule ambaye tutakutana naye. Naam, hao ni maafisa habari wa KMKM. Umemsikia Isia Kamati akizungumza wa mwisho huyo kuhusiana na maandalizi kutoka kwenye kikosi chake cha KMKM, lakini pia umemsikia Abdi Jalil Mohamed ambaye ni afisa habari wa KVZ na akizungumza maandalizi ya timu yake kuelekea kwenye michuano hiyo ambayo itaanza tarehe 23, lakini Tanzania bara tunawakilishwa na timu 4. Hapo ni Young Africans, Azam FC, Coastal Union pamoja na Singida Black Stars, wakati Simba itakuwa iko na kampeni nyingine ya kombe la shirikisho la CAF. Kwa maana hiyo haitakuwa sehemu ambayo itashiriki mashindano hayo. Kumbuka Simba ndio bingwa mtetezi wa mashindano hayo. Tuachane na taarifa hiyo, twende tukaangalie taarifa nyingine ambayo inahusiana na ligi ya maveterani, ambapo ligi ya veterani Tanzania iliendelea hapo jana kwenye mchezo mmoja ambao ulichezwa na kuwakutanisha maveterani wa Ilala Veterani dhidi ya Azam FC, Azam Veterani, mchezo ambao ulitamatika kwa Azam Veterani kupoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya Ilala Veterani. Huu ni mchezo ambao uliushuhudia kupitia kisimbuzi cha Azam TV, Azam Sports 1. Tulikuletea mtanange huo ambao Azam Veterani ilitota kwa magoli 2-1. Sisi tushamaliza leo hivyo, na moja kati ya vitu ambavyo nilikuwa navisikia vinazungumzwa ni wachezaji wa zamani, jinsi ambavyo wanazungumza wachezaji wa sasa. Ukitaka kuangalie pia angalia Azam Veterani. Wachezaji wa zamani? Wa zamani. Yaani wale wana miaka mingapi? Ndio wao wana miaka mingapi? Wanavyozungumza wachezaji wa sasa? Nenda kwenye ligi ya veterani uangalie. Haiwezekani. Ngoja nikwambie Makaso. Umebakiza unasema tunarejea. Kutekeleza inakuwa ni ngumu kwa sababu tayari wale hawachezi. Unajua kwa nini tunakusema? Sawa. Tunakusema kwa sababu wewe ndio muda wako wa kucheza. Twende mapumziko. Hamna ng'ong'o.